Katika kijiji kidogo cha mbali kilichozungukwa na milima ya kijani na ukungu wa asubuhi, palikuwa na shule ya upili iliyojulikana kwa nidhamu na matokeo mazuri. Miongoni mwa wanafunzi wa kidato cha 6, alikuwepo kijana mmoja aliyeitwa Baraka. Baraka alikuwa kijana mkimya, mwenye bidii na mwenye akili nyingi, hasa katika somo la hisabati. Hata hivyo, maisha yake ya shule yalibadilika kabisa pale mwalimu mpya wa kike, Mwalimu Sara, alipowasili shuleni hapo kufundisha somo la Kiingereza na fasihi. Sara alikuwa mwanamke mrembo, mwenye sauti ya mkiriziko wa maji na busara iliyovuka umri wake, jambo ambalo liliwafanya wanafunzi wengi kumheshimu na kumstahi. Uhusiano wao ulianza kama wa mwalimu na mwanafunzi wa kawaida, lakini ulizidi kukua kutokana na mapenzi ya Baraka kwa vitabu vya fasihi ambavyo Sara alikuwa akivifundisha. Mara nyingi baada ya masomo ya jioni, Baraka alikuwa akibaki darasani kumuuliza mwalimu maswali ya ziada. Sara, kwa upande wake, aliona kiu ya maarifa ndani ya kijana huyo na akaanza kumpatia vitabu vyake binafsi ili akasome na kuleta mrejesho. Mazungumzo yao yalianza kuhama kutoka kwenye uchambuzi wa vitabu na kuingia kwenye masuala ya maisha, ndoto na changamoto ambazo kila mmoja alikuwa akipitia. Kwa Baraka, Sara hakuwa tu mwalimu, bali alikuwa mtu pekee aliyemuelewa kwa undani, na kwa Sara, Baraka alikuwa mfariji wa upweke uliokuwa umeanza kumtafuna tangu alipohamia kijijini hapo. Siku moja, mvua kubwa ya radi ilinyesha jioni, ikifanya njia za kuelekea bwenini kuwa na tope lisilopitika kwa urahisi. Baraka alikuwa ofisini kwa mwalimu akimalizia kusahihisha baadhi ya kazi za darasa kama msaidizi wake. Muda ulivyozidi kwenda, giza liliingia na baridi kali ikatawala. Mwalimu Sara, kwa kuona hatari ya kijana huyo kutembea usiku kwenye giza na mvua hiyo, aliamua kumkaribisha kwenye nyumba yake ndogo iliyokuwa ndani ya eneo la shule, ili apate chakula cha jioni na kusubiri mvua ipungue. Mazingira ya nyumba ile, yakiwa na harufu nzuri ya mdalasini na mwanga hafifu wa taa, yalileta hali ya ukaribu ambayo hawajawahi kuipata hapo awali. Walipokuwa wakila chakula, mazungumzo yao yalikuwa na uzito wa kipekee. Sara alijikuta akimsimulia Baraka kuhusu maisha yake ya nyuma na jinsi alivyopoteza ndugu zake, huku Baraka akimfariji kwa maneno yenye hekima yaliyomshangaza mwalimu huyo. Katika hali ile ya hisia kali na upweke uliogonga nyoyo zao, mstari kati ya mwalimu na mwanafunzi ulianza kufifia. Walijikuta wakitazamana kwa muda mrefu, macho yao yakisema yale ambayo midomo ilishindwa kutamka. Hali ya hewa ya nje ilizidi kuwa ya baridi, lakini ndani ya nyumba ile, joto la kihisia lilikuwa likipanda kwa kasi. Usiku ule, kwa mara ya kwanza, walivunja miiko waliokuwa wamejiwekea. Baraka alijikuta akilala kwenye chumba kimoja na mwalimu wake, si kama mwanafunzi na mwalimu, bali kama watu wawili waliotafuta faraja na upendo kwenye mikono ya mmoja na mwenzake. Kitendo hicho kilileta mchanganyiko wa hisia, furaha iliyochanganyika na hofu ya kile ambacho kesho ingeleta. Kwa usiku ule mmoja, ulimwengu wa shule, sheria na taratibu ulitoweka, ukabaki tu mdundo wa mioyo yao miwili iliyokuwa ikitafuta amani. Asubuhi ilipofika, mwanga wa jua ulileta ukweli mchungu wa kile kilichotokea. Wote wawili walijua kuwa siri ile ilikuwa nzito na inaweza kuharibu maisha yao ya baadaye. Sara alimtazama Baraka kwa huzuni na upendo, akimkumbusha kuwa lazima awe na nguvu na aendelee na masomo yake kana kwamba hakuna kilichotokea. Baraka, akiwa na moyo mzito, aliondoka nyumbani hapo kabla wengine hawajaamka, akibeba siri moyoni mwake ambayo ingemfuata maisha yake yote. Uhusiano wao ulibaki kuwa wa siri kuu, ukiwafundisha kuwa wakati mwingine maisha huleta watu pamoja katika mazingira wasiyoyatarajia, lakini jamii na sheria zina mipaka ambayo ni vigumu kuivuka bila kuumia.